majina anaitwa Alphonse Singawagala kutokea Bodi ya Pamba Tanzania. Ni afisa kilimo na hudumu kama afisa kilimo. Kwa hiyo Bodi ya Pamba kwanza tumepewa jukumu la kusimamia uzalishaji wa pamba, uchakataji wa pamba viwandani na masoko ya pamba ndani na nje ya nchi. Tumeshiriki katika maonesho haya, lengo ni kujenga uelewa kwa watakaopita kwenye banda na kujua kwamba kuna fursa gani kwenye zao la pamba. Kwenye zao la pamba mtu tunakaribisha sana kwenye haya maonesho kwamba waje wapate elimu. Wengine wanasikia tu kwamba kuna pamba ikoje, kuna nini vinavyoendelea. Kwanza kwenye huduma za ugani watakuja kujua kwamba kumbe tuna huduma, tumeboresha sana kwenye huduma za ugani. Kupitia hata pembejeo zinatolewa bure, na huduma za ugani tuna maafisa kilimo, lakini tuna ule mradi wa BBT Jenga Kesho Iliyo Bora. Kuna vijana ambao waliopata elimu ya kilimo, wale ambao bado hawajapata ajira wanaweza kaja Bodi ya Pamba wakaelekezwa, wakaenda sehemu wakapewa mafunzo ya kilimo cha zao la pamba, tukawaleta katika maeneo yanayozalisha pamba. Kwa mfano kwenye ramani hii, ni ramani ya Tanzania. Kwenye pamba tumegawa kwenye kanda mbili. Kuna kanda hii ya magharibi ina mikoa 12 ambayo ndio uzalishaji mkubwa wa pamba unatokea huku, na kuna hii kanda mashariki yenye rangi nyeusi, kuna mikoa 5. Kwa hiyo kwa Tanzania nzima jumla tuna mikoa 17 inayozalisha pamba. Kwa hiyo vijana wanaokuja kulima pamba, na sasa tumekuja na mradi wa ile block farming, mashamba makubwa. Haya mashamba makubwa yanahitaji vijana. Hao vijana ndio wale ambao sasa hivi wanasema ajira hakuna, lakini ajira ipo na kilimo kinalipa. Kuna mazingira mazuri. Kwa hiyo kuna vijana watachukuliwa kwa ajili ya kuwapeleka kwenye haya mashamba makubwa, lengo kuzalisha pamba kwa wingi, na ndio fursa mojawapo ya kupata mitaji, kwa sababu pembejeo bure, huduma za ugani itafikia pale pale walipo na uzalishaji utaongezeka. Unapoongezeka uzalishaji, wataona kabisa kipato cha kijana mmoja, kijana atakayeingiza kwenye kilimo kitaongezeka. Na pia pamba inapoongezeka kuna fursa ya viwandani, kwa sababu hii pamba baada ya mkulima kuuza inaenda viwandani. Kwa hiyo pamba inapoongezeka, hata viwanda vya kuchakata pamba, vya kusokota nyuzi mpaka kufuma vitambaa na kutengeneza nguo vitaongezeka. Kwa hiyo hata vijana wengi watapata ajira ya kudumu, na itawasaidia kuongeza kipato chao na kuanzisha shughuli zingine ambazo zitaajiri tena vijana wengine. Kwa hiyo ndio fursa kubwa, na tuko hapa kwa ajili ya kutangaza fursa ya kwenye zao la pamba. Kwa hiyo karibuni sana, mpite kwenye zao la pamba. Kwanza mpate elimu ya uzalishaji wa zao la pamba, pili mjue fursa gani zinazotokea kwenye zao la pamba, na bidhaa ya pamba, je, tunanufaika vipi? Pamba inatoa bidhaa mbalimbali. Tukija tu kwenye tunanufaikaje kwenye pamba, kwa hali ya kawaida tu tunatumia pamba. Kwa mfano ikishafika hatua ya kitambaa itatengenezwa nguo, tayari ndio hizo nguo tunazovaa, na pale wengine wanaweza wakafanya hizo biashara za nguo kwa ajili ya kuhudumia wengine, kwa sababu nguo ni bidhaa ya muhimu. Pili, tukaenda hospitalini, hiyo pamba inatuhudumia pale tunapata matatizo 1-2, pamba kule tunakutana nayo inatuhudumia. Kwa hiyo karibuni sana kwenye banda la pamba, mpate elimu ya kuanzia shambani mpaka fursa zingine zilizopo masokoni. Asante sana. Kama nilivyosema awali, jukumu letu kubwa Bodi ya Pamba ni kusimamia uzalishaji, uchakataji wa pamba viwandani na masoko ya pamba ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo napenda kuwapa taarifa au kuwajulisha kwamba lazima tujue kwamba wapi pamba inazalishwa kwa wingi na wapi bado kuna fursa. Tukiongeza uhamasishaji na watu wakihamasika, tutaongeza uzalishaji wa zao la pamba. Kwa Tanzania kuna mikoa 17. Kanda ya magharibi kuna mikoa 12 na kanda ya mashariki kuna mikoa 5, jumla mikoa 17. Lakini kwa hiyo mikoa yote 17, mkoa unaoongoza kwa uzalishaji ni mkoa wa Simiyu. Kwenye ramani yetu pale, huu ukanda wenye rangi, kwenye mikoa yenye rangi ya kijani, mkoa wa Simiyu ndio mkoa unaoongoza kwa uzalishaji kwa Tanzania. Yaani zaidi ya 50% inatoka pale mkoa wa Simiyu. Maki nyingine iliyobaki ndio inayotoka kwenye mikoa mingine 16 iliyobaki. Kwa hiyo ndio maana wengi wanafikiri kwamba zao la pamba linalimwa tu ule ukanda wa Ziwa, kwa sababu ya wingi wake na uzalishaji mkubwa unatoka kule. Lakini kwa kanda mashariki kuna uzalishaji mdogo sawa, lakini kuna fursa kubwa sana ya kilimo cha zao la pamba. Kwa hiyo hata tunaendelea kuhamasisha ukanda mashariki ili kusudi nako iinuke, kwa sababu ardhi, mazingira na kuna ardhi ya kutosha, na tunawahamasisha vile wengine waliojazana kule kanda ya magharibi wanaweza wakaja huko kanda mashariki, nako kuna fursa sana. Lakini kwa zao la pamba uzalishaji mkubwa unatoka kanda ya magharibi, ambako zaidi ya 95% inatoka kule, lakini chini ya 5% ndio inatoka kanda ya mashariki.